Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Disemba 12, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Soma Ellen G. White, Kugawanywa kwa Kanaani, ukurasa 152 hadi 164, kwenye Wazee na Manabii sehemu ya pili. Wakati ambapo kwa upande mmoja ni kweli kwamba uzembe katika kushughulikia dhambi unapaswa kuepukwa, vile vile ni muhimu kwa upande mwingine kuepuka hukumu kali na shuku au shutuma zisizo na msingi. Hekima iliyooneshwa na Wareubeni na wenzi wao unastahili kuigwa. Wakati ambapo kwa bidii walitaka kuinua njia ya dini ya kweli, walieleweka vibaya na kukosolewa vikali, lakini bado hawakuonesha hasira. Walisikiliza kwa uungwana na subira mashtaka yale ya ndugu zao kabla hawajaanza kutoa utetezi wao, na kisha wakaeleza kikamilifu nia yao na kudhihirisha kutokuwa na hatia kwao. Hivyo shida iliyotishia matokeo mazito kiasi kile ilimalizwa kirafiki. Hata katika kupewa shutuma ya uongo, wale walio upande wa haki wanaweza kuwa watulivu na wenye busara. Mungu anawatambua wale wote ambao wanaeleweka vibaya na kutafsiriwa vibaya na wanadamu, na tunaweza kuacha mikononi mwake kesi yetu. Kwa hakika atathibitisha njia za wale wanaoweka tumaini lao kwake, kama alivyotafuta kosa la Akani. Wale ambao wanasukumwa na Roho ya Kristo watakuwa na upendo ule wenye kuvumilia na wenye wema. Ni mapenzi ya Mungu kwamba muunganiko na upendo wa kindugu upate kuwepo miongoni mwa watu wake. Ombi la Kristo mara tu kabla ya kusulubiwa kwake lilikuwa kwamba wanafunzi wake wapate kuwa na umoja kama yeye alivyo na umoja na Baba, ili ulimwengu upate kusadiki kuwa Mungu alimtuma. Ombi hili lenye kuvutia sana na la ajabu linakwenda mbali katika vizazi hata kufikia katika siku zetu. Kwa kuwa maneno yake yalikuwa, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Yohana 17:20. Wakati ambapo hatutakiwi kutoa mhanga hata kanuni moja ya ukweli, inapaswa kuwa ni kusudi letu la daima kufikia hali hii ya umoja. Ellen G. White, Wazee na Manabii sehemu ya pili, ukurasa wa 163 na 164. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: ni kwa namna gani shauri la Paulo la kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake, Wafilipi 2:3, linaweza kutusaidia kuepuka kuwafikiria mabaya kaka na dada zetu? Swali la pili: kwa nini mara nyingi tunaitikia hali fulani kwa namna inayopita kiasi kwa sababu ya kushindwa au makosa yetu ya wakati uliopita? Tunawezaje kuepuka mwelekeo huo? Swali la tatu: jadili umuhimu wa kusikiliza maoni ya wengine. Je, tunawezaje kukuza utamaduni wa kusikiliza katika kanisa letu? Linganisha na Yakobo 1:19. Swali la 4 na la mwisho: tunaishi katika jamii ambayo mahitaji ya maisha yetu ya kitaaluma, majukumu ya familia, ahadi zinazohusiana na kanisa na majukumu mengine yanaweza kuonekana kuwa makubwa. Je, kanuni ya kufanya kila kitu kama kwa Bwana inasaidiaje si tu kutufanya tuwajibike zaidi, bali pia kutuletea amani moyoni? Hii ni Disemba 12, siku ya Ijumaa, tukihitimisha somo la 11 linalosema kuishi katika ile nchi. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema uliojaa mibaraka yake.